Kwa mara nyingine tena Marekani yaamua kuishambulia Venezuela huku ikishambulia boti nyingine ya 5 ambapo ni katika eneo jingine kwenye pwani ya Venezuela siku ya Jumanne, hatimaye kuua watu 6. Na hii ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump. Rais huyo wa Marekani ameeleza hayo kupitia ukurasa wake wa Truth Social akisema boti hiyo ni ya magaidi na ilikuwa ikisafirisha mihadarati. Shambulizi hili linakuwa shambulizi la 5 tangu utawala wa Trump ulipoamua kupambana na madawa ya kulevya katika eneo la Venezuela na maeneo mengine huko katika eneo la Amerika ya Kusini. Kwa jumla watu 27 wameripotiwa kuuawa, lakini Marekani haijatoa ushahidi au maelezo kuhusu utambulisho wa boti hizo au wale waliokuwemo. Baadhi ya mawakili wameshutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa na mataifa jirani kama Colombia na Venezuela yakilani shambulio hilo. Katika chapisho lake, Trump amesema taarifa za kijasusi zimethibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa ikisafirisha mihadarati na inahusishwa na mitandao haramu ya magaidi wa mihadarati na ilikuwa ikipita katika njia inayojulikana kwamba ni njia ya magendo. Pia alichapisha video ya uchunguzi wa angani inayoonyesha mashua ndogo juu ya maji ambayo ilipigwa na kombora na kulipuka. Shambulizi hilo linakuja baada ya memo ya hivi majuzi iliyotumwa kwa bunge la Congress na kuripotiwa na vyombo vya habari vya Marekani ambayo ilisema kwamba utawala uliamua kuwa Marekani iko katika mgogoro wa silaha usio wa kimataifa na makampuni ya madawa ya kulevya. Pia imetuma meli nyingi za kivita kwenye eneo hilo la Caribbean. Marekani imefanya mashambulizi yake dhidi ya meli zinazodaiwa kusafirisha dawa za kulevya kama njia za kujilinda. Wanasheria wengi wanahoji uhalali wa hatua hizo za kijeshi. Katika kuangazia hayo kama mzozo wa kijeshi unaoendelea, kuna uwezekano kuwa ni njia ya Trump kuhalalisha kutumia mamlaka kali zaidi ya wakati wa kivita, kwa mfano kuwaua wapiganaji wa maadui hata kama hawajaleta tishio la vurugu au kuwaweka watu kizuizini kwa muda usiojulikana. Ingawa ni kweli kwamba baadhi ya ulanguzi wa dawa za kulevya hutokea Venezuela na baadhi ya mashirika ya kibiashara yanafanya kazi katika eneo ambalo baadhi ya meli hizi inadaiwa zilitoka, haizingatiwi kuwa sehemu kuu ya biashara hizo za dawa za kulevya ikilinganishwa na maeneo mengine katika eneo hilo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro mara kadhaa akisema kwamba Marekani haipambani na madawa ya kulevya isipokuwa tu inataka kupambana na utawala wake ili ichukue rasilimali zilizopo katika nchi hiyo. Kutokana na hali hiyo, wengi wanaamini kuwa hii ni sehemu ya kampeni pana ya kisiasa ya kuweka shinikizo la kijeshi kwa Rais Nicolas Maduro wa Venezuela. Mashambulizi hayo yanakuja baada ya Marekani kutangaza zawadi ya dola milioni 50 sawa na euro 37 milioni kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa Maduro, ambaye uchaguzi wake wa kuiongoza nchi hiyo umekataliwa pakubwa na jumuiya ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Marekani kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya. Serikali ya Venezuela imejibu mashambulizi ya hivi majuzi kwa hasira. Maduro anakanusha shutuma za Marekani kwamba anahusika na ulanguzi wa dawa za kulevya, huku afisa mwingine akihoji ukweli wa picha zilizochapishwa na Donald Trump. Hata hivyo, Maduro amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo Marekani inafanya ni kutaka kuhujumu taifa la Venezuela. Amesema kwamba Marekani ndio ambayo ilifanya mashambulizi katika nchi ya Iraq na kumuua Saddam Hussein, lakini ikafanya mashambulizi katika taifa la Libya na mataifa mengi ulimwenguni bila sababu za msingi, na hatimaye kufanya mauaji ya halaiki, lakini hakukuwa na sababu za msingi za kufanya mauaji hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusii tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.